habari inayojiri. Habari hizi ni vichwa vya habari vya mtandao wa Majirani Wema kwa Agosti 15 hadi Agosti 21 mwaka wa 2026, vinavyotolewa na mradi wa Neema wa Dunia. Wiki hii Marekani ilifanya safari yake ya kwanza kubwa ya kurudisha wahamiaji wa Haiti tangu hali ya muda ya ulinzi kwa Wahaiti ilipoisha. Mashirika ya uhamiaji yalipinga sheria mpya ya hifadhi katika mahakama ya shirikisho, na familia zilizo na uhusiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakumbwa na vikwazo vikubwa vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola. Tuanze na masuala ya uhamiaji. Zaidi ya Haiti 160 walirejeshwa kutoka Marekani kwenda Haiti wiki hii katika safari ya kwanza kubwa ya kurudisha tangu hali ya muda ya ulinzi kwa Haiti ilipoisha. Mawasiliano ya shirika la habari la Associated Press yanaripoti kuwa ndege ilishuka Cap Haitien badala ya Port-au-Prince kwa sababu ndege za kibiashara kuelekea mji mkuu bado zina vikwazo kutokana na uhalifu wa makundi na masuala ya usalama. Haiti inaendelea kukumbwa na mabadiliko makubwa na kutotulia, huku makundi ya silaha yanayodhibiti sehemu kubwa ya Port-au-Prince. Matukio mengine makubwa ya uhamiaji yanahusisha watu wenye maombi ya hifadhi yanayokubalika. Mnamo Agosti 19, mashirika kadhaa ya huduma za kisheria za uhamiaji yalifungwa kesi ya kishirikisho kupinga kanuni mpya ya idara ya usalama kwa ndani iliyotekelezwa Julai 28. Kanuni hiyo inaruhusu USCIS kuwasilisha baadhi ya maombi ya hifadhi yanayokubalika moja kwa moja mahakamani bila kwanza na mahojiano ya hifadhi. Hii haimaanishi kwamba kila mgombea hifadhi anayejiwekea maombi yanayokubalika atapoteza mahojiano. Inampa USCIS mamlaka ya kuruka mahojiano katika kesi fulani na kumwekea mgombea mashauri mahakamani kwa uhamiaji badala yake mwenyewe. Kesi hiyo inahoja kuwa mabadiliko hayo yanakiuka kinga za wakimbizi wa hifadhi. Serikali ya shirikisho itapata fursa ya kujibu madai hayo mahakamani. USCIS pia inajiandaa kwa mabadiliko ya mchakato wa mzigo wa umma kuanzia Septemba 18. Kanuni za mzigo wa umma hutumika katika baadhi ya kesi za kadi ya kijani ama green card, kutathmini hali ya kifedha ya mgombea kwa ujumla na kama mtu anaweza kutegemea misaada ya serikali kwa kiasi kikubwa. Mchakato uliobadilishwa unamruhusu USCIS kuwa na uwezo mpaka wa kuzingatia mambo kama saizi ya kaya, mapato, mali, madeni, elimu na ujuzi. Misaada inayopokelewa na watoto raia wa Marekani au wanachama
wengine wa familia. Kwa ujumla, haihesabiwi kama msaada unaopokelewa na mgombea. Sera hiyo hairuhusu kila mtu. Baadhi ya makundi ya uhamiaji, ikiwa ni pamoja na makundi mengi ya kibinadamu, yameachwa nje ya ukaguzi wa mzigo wa umma. Kuna pia mabadiliko madogo ya fomu yanayokuja mwezi Septemba. USCIS itatoa toleo jipya la fomu I-765, ombi la ruhusa ya ajira, na fomu I-539 tarehe 15 Septemba. Kwa watu wanaotuma kwa karatasi, USCIS inasema matoleo ya zamani ya fomu yaliyowasilishwa baada ya tarehe hiyo hayakubaliwa. Watu wengi hutuma fomu I-765 mtandaoni, ambapo USCIS hupitia na kusahihisha maombi ndani ya mfumo wa mtandao. Marekani pia inapanua matumizi yake ya nchi za tatu kwa ajili ya kufukuzwa. Wiki hii kundi la kwanza la watu waliotimuliwa kutoka Marekani walifika Liberia chini ya makubaliano yanayowawezesha taifa hilo la Afrika Magharibi kupokea hadi watu 1200 ambao sio raia wa Liberia. Ripoti ya Associated Press inasema makubaliano hayo yanaweza kujumuisha watu waliotokana na Afrika, Amerika Kaskazini na Kusini na Caribbean. Liberia inasema watu wanaoingia kwa makubaliano hayo wanaweza kutafuta hifadhi nchini humo au kuondoka kuelekea nchi nyingine ikiwa wataweza kufanya hivyo. Mpangilio huu ni sehemu ya sera pana ya Marekani ya kutuma baadhi ya watu kwenda nchi nyingine tofauti na nchi yao ya uraia. Sasa kuhusu swala muhimu la usafiri kwa familia zilizo na uhusiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. CDC inajibu mlipuko wa Ebola katika sehemu za DRC na watu waliokuwa hivi karibuni nchini humo wanaweza kukumbana na vikwazo vikubwa wanaporudi Marekani. CDC inasema wasafiri wakiwemo wa Marekani waliokuwa DRC ndani ya siku 21 kabla ya ndege ya kibiashara iliyopangwa wanapaswa kutarajia vizuizi. Raia na watu wenye uhusiano wa Marekani wanashauriwa kukaa nje ya DRC kwa siku 21 kabla ya kurudi Marekani. Mlipuko huo pia unaathiri harakati ndani ya mashariki mwa Kongo, ambapo mizozo na udhibiti mgawanyiko wa maeneo yanaongeza ugumu wa majibu ya afya ya umma. Kwa familia zinazofikiria kusafiri kati ya Marekani na DRC, jambo muhimu ni kwamba vizuizi vya sasa vinaweza kufanya kurudi Marekani mara moja baada ya kutembelea DRC kuwa vigumu. Sasa taarifa fupi ya afya ya umma hapa Iowa. Maafisa wa afya wa serikali wanafuatilia mlipuko miwili ya magonjwa yanayosababishwa na chakula ambayo ina visa Iowa. Mlipuko mkubwa wa Cyclospora
umehusishwa na lettuce aina ya iceberg iliyovuliwa sokoni awali, wakati mlipuko mwingine umehusishwa na mbegu za alfalfa zinazouzwa chini ya majina ya Calco na Everything Sprouts. Mifumo ya kisasa ya usalama wa chakula ilikuwa kwa sehemu kutokana na hali zaidi ya karne moja iliyopita, wakati wa Marekani walikumbwa na uchafuzi mpana wa maziwa, nyama na vyakula vingine bila usimamizi mkubwa wa serikali kuu. Shinikizo la umma wakati wa enzi ya mageuzi hatimaye lilisaidia kuunda ulinzi mzuri wa kitaifa wa chakula na dawa. Taarifa za sasa kuhusu vikumbusho na milipuko zinapatikana kupitia idara ya chakula na dawa ya Marekani. Tukieleza kidogo kwenye vita za kimataifa, muda wa siku 60 ulioambatanishwa na mkataba wa Juni kati ya Marekani na Iran ulimalizika Agosti 17 bila kuleta makubaliano ya kudumu. Kituo cha Amuz ama kituo cha Amuz kinaendelea kuwa kitovu cha mgogoro na usafirishaji kupitia moja wapo ya njia muhimu zaidi duniani za mafuta na gesi asilia bado umesumbuliwa. Wasuluhishi wa kikanda wanaendelea na juhudi za mazungumzo, lakini mzozo bado haujamalizika. Na nchini Ukraine, mashambulizi ya makombora na ndege za kijeshi zisizo na rubani ya Urusi yamezidi kuongezeka tena wiki hii, yakiua raia na kuharibu nyumba na majengo mengine huku vita vinaendelea. Huo ndio vichwa vya habari vya mtandao wa Majirani Wema kwa Agosti 15 hadi Agosti 21 mwaka wa 2026. Mtandao wa Majirani Wema ni huduma ya taifa za umma ya mradi wa Neema wa Dunia. Tunashirikisha habari na taarifa za kijamii kusaidia majirani kubakia na habari na kuunganishwa. Basi kumradhi, tutaonana wiki ijayo.